Tunapata kumuona huyu mchizi akiwa na mzee wake. Mzee wake kila siku anambeza jamaa aoe, lakini mshikaji hataki kusikia wala kuelewa katika swala zima la kuoa. Mshikaji alivyo ni mbishi, anamwambia mzee wake, baba, yani kila siku ukija kwangu unaniambia masuala ya kuoa. Mimi nishakwambia mimi sitaki kuoa. Baba yake akamwambia, mimi nisingeoa wewe usingezaliwa. Jamaa akasema, kwa mzee unanishauri nitafute mwanamke wa kuoa. Mzee wake akamwambia, tafuta mwanamke mrembo, mzuri, mstaarabu, aliyetulia, anzisha naye familia kwa sababu ushakuwa mkubwa sana. Jamaa akasema, basi sawa mzee, mimi nimekuelewa. Kwa kuwa mshikaji hajiwezi kutongoza, siku inayofuata akamwalika mfanyakazi wake. Huyu mfanyakazi wake anaitwa Tyler. Huko jamaa akiwa busy na kupiga kinanda, huko akijisemea kwamba mwanamke sahihi kwenye maisha yake ni huyu dada. Baada ya kumaliza, demu alipenda sana upigaji kinanda huyo jamaa. Jamaa akamwambia, karibu sana, nimefurahi kukuona, sikutegemea kabisa. Baada ya kuketi, jamaa akamwambia, karibu sana nyumbani kwangu, nimefurahi kukuona. Huyo dada akasema, asante sana bosi. Wewe ni bosi wangu, kwa hiyo nitatie wito. Ukinihitaji basi mimi nitakuwepo wakati wote. Huyu bosi halifurahi sana kusikia yale majibu kwa mfanyakazi wake. Tyler akasema, asante sana bosi. Mimi pia nimefurahi kuwa na wewe wakati huu. Pia akasema, nimefurahishwa sana na upigaji wako wa kinanda. Naomba nifundishe. Bosi akamsogelea na akamwambia, basi sawa, mimi nitakufundisha. Lakini kuna jambo mimi nataka nikwambie, linanisumbua sana. Je, unahisi ni kitu gani bosi atamwambia huyu mfanyakazi wake? Comment next, then tutaendelea. Kumbuka kunifollow, like and share.